Haya. Haya. Na okay. Na kama tulivyokuambia kwamba tupo na Joseph Mkude, mkuu wa wilaya ya Arusha. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru sana. Karibu sana nafasi hii. Karibu sana mwaka sasa. Ni mwaka kwa kweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimewakuta wazima, mnaendelea na shughuli zenu. Na hiyo ndio furaha yangu. Afya ipo. Asante sana. Afya ipo kabisa. Tunamshukuru Mungu. Nashukuru. Hali ya Arusha ikoje sasa hivi? Hali ya Arusha ni shwari sana. Ambayo kwa kweli mimi nashukuru Mungu. Wananchi wa Arusha wamechangamka. Kila mmoja yuko kwenye shughuli zake za kuzalisha mali. Kwa hiyo hii inanipa faraja mimi kwamba kuna amani na utulivu. Na kila mmoja kwa kweli yuko serious. Kama mnavyoona hata wawakilishi wetu katika maeneo mbalimbali. Maona jamaa huyu mfanya biashara ya Chambulo kachangamka sana. Hiyo ndio sura ya watu halisi ya watu wa Arusha. Wachangamkia fedha, mawazo yao kwenye fedha, mawazo yao kwenye maendeleo. Sasa ningependa kila mmoja awe hivyo katika kila eneo la kufanya biashara, kazi, katika namna yoyote ile. Ni kusudi kuonyesha Arusha ni kweli ni sehemu ambayo sahihi, ni sehemu ambayo watu wanawaza maendeleo, wanawaza kutafuta fedha. Kwa hiyo mimi nimekuja kwa lengo hasa la kuhamasisha wananchi waendelee kuwa hivyo na hasa kushiriki zoezi la 8-8. Na 8-8 sio zoezi. 8-8 ni mafunzo. Yamezinduliwa tarehe 1 mwezi wa 8 na mgeni wetu David Silinde alikuwa mgeni wa heshima pale, mgeni rasmi. Katika ile ufunguzi amezungumza mambo mengi ikiwa ni pamoja na kuhamasisha wananchi kwenda kushiriki kupata mafunzo hapo 8-8. Kuna fursa nyingi katika uwanja wetu wa 8-8. Uwanja wetu umejengwa siku nyingi, lakini sio hivyo tu. Nchi yetu imeanzisha centers za 8-8. Ikiwa na maana kwamba iwe siku maalum ya wakulima kwenda kubadilishana uzoefu. Lakini sasa imefikia hatua ni kwamba imepanda, inabadilika miaka na miaka. Sio 8-8 ile ya zamani tu kwamba watu wanapeleka bidhaa, wanauza au wanazitangaza na kadhalika, lakini pia inaenda sasa kwenye sayansi na teknolojia. Ambapo sasa hivi kauli mbiu ambayo ya 8-8 inasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. Tunaona sasa hivi tuko 2026. Mpaka kufika na 50 kuna miaka karibu robo karne hapa. Kwa hiyo robo karne hii ina mabadiliko mengi, sio bure. Sasa kwa nini sisi tunasema tunatambua soko? Tutambue soko kwa bidhaa ambazo tunazitengeneza, tunazizalisha. Lakini pia tunazalisha bidhaa hizi kwa tija. Kwa nini tunazalisha kwa tija? Tunazalisha kwa tija kwa sababu maeneo hayaongezeki. Maeneo ya kilimo ni yale yale. Maeneo ya kujenga ni yale yale. Watu wanaongezeka lakini maeneo hayaongezeki. Lakini sasa tunafanyaje? Tunatakiwa tuzalishe na tuweze kutosheleza kile tunachozalisha katika eneo dogo. Nenda 8-8 ukajifunze namna ya kuzalisha kwa tija eneo dogo, uzalishaji mkubwa, kwa sababu ya sayansi na teknolojia ambayo ipo sasa hivi. Tukiona kwa mfano katika kauli mbiu unasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. Tayari mtu ametambua soko kama ulivyozungumza kwamba uzalishaji wa tija. Tunaelekea kwenye dira 2050 kama ulivyosema kwamba ni karibu robo karne. Arusha unaiona wapi ukiwa kama mkuu wa wilaya? Mimi naiangalia Arusha kufika mbali sana. Kwa sababu Arusha sio kutembea tu, inakimbia. Kwa sababu hali ya miundombinu sasa hivi utaona kuna tumeanza watu wanaona kama vurugu au kero kwa sasa hivi. Hatupiti msongamano kwenda Njiro kufanya nini, barabara hii foleni na nini. Lakini yote haya yameshaonekana na yameshawekwa katika mipango mikakati na mipango ya muda mfupi ya mwaka mmoja ambayo sasa hivi tunaanza kutekeleza upanuzi wa barabara. Barabara 4 ndani ya jiji la Arusha, inayotoka Kilombero kwenda Kisongo, kutoka pale Mbauda kwenda bypass, na kutoka bypass pale sasa kuna njia barabara 4 ambazo zote zinaingia uwanja wetu wa Afcon. Sasa ule uwanja wa Afcon tu sasa hivi ni icon ambayo tayari imeshabadilisha sura ya Arusha. Ukipiga picha Arusha kwa juu, kwanza unaanza kuiangalia ule uwanja. Ni uwanja peke yake ambao upo
hapa Arusha, labda hata nchi nzima ya Tanzania, kwa maana ya sura yake. Sura ile ya uwanja wa Arusha ule imebeba sura ya zao letu la madini ya Tanzanite. Kwa hiyo na sura ya Tanzanite ni pekee ambapo huwezi ukaona icon ile sehemu nyingine yote hapa nchini Tanzania. Ni Arusha tu. Hapo tu katika vipindi hivi vifupi vya mwaka mmoja ndio tunaweza tukabadilisha Arusha. Lakini baadaye tunatarajia barabara nyingi za lami zipitike, iwe jiji kama jiji. Kusiwe na malalamiko yale madogo madogo ya barabara na nini, sisi zina mashimo huko hazipitiki na nini, mpaka za uchochoroni. Kwa sababu tu mwaka huu peke yake 2026-27 bajeti hii ambayo imepita kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kwanza, lakini pia viongozi wetu mahili ambao walisimamia hii, Mheshimiwa Makala ambaye ni mkuu wa mkoa wa Arusha pamoja na mbunge wetu Paul Makonda walihakikisha haya mahitaji ya barabara yanapita kama yalivyo. 75% ya mpango wa maendeleo kwa mwaka mmoja wa mkoa wa Arusha ni barabara. Kwa sababu hili ilikuwa kilio na nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi, tunakaa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo unaona sasa majibu yameshaanza kutokea, hizo barabara zinapanuliwa, lakini pia barabara za kati ndani ya kata mbalimbali na nini zinapita. Kwa hiyo ninataka kuiangalia Arusha miaka 2050 kuwa imefika mbali sana. Kuwa ya watu ambao kila mmoja ana kazi na hata pato la nchi limeongezeka na pato la binafsi limekuwa limeongezeka. Maendeleo ambayo yanafanyika sasa hivi kama ulivyozungumza, na tunaona si kitu ya kuhadithiwa, ni kwamba tunaona barabara zinajengwa, lakini pia Afcon stendi inajengwa na vitu kama hivyo. Ni kukua kwa mkoa wa Arusha. Tukirudi katika kilimo, kama ulivyosema, tambua soko, ongeza tija, tayari barabara zipo, tunazo, tumeshaunganisha baadhi ya mikoa. Arusha tena sio locked country. Lakini haya maendeleo ni kwamba watu wanajenga magorofa, wanajenga manyumba, haiwezi kupunguza uzalishaji katika upande wa kilimo. Mjini nature mjini ni tofauti na vijijini. Mjini lazima tufanye hivyo. Maendeleo ya nyumba na makazi lazima yawepo, nyumba za biashara lazima ziwepo. Lakini barabara, kwa nini tunajenga barabara? Watu wawe na access ya kutoka mashambani kuleta masokoni. Na sio hivyo tu, umevitaja vitu kama stendi, uwanja na kadhalika, lakini tuna masoko tunajenga, na masoko tunakarabati ndani ya jiji la Arusha. Yote haya masoko maana yake ni kwamba bidhaa zinapolimwa zinaletwa pale sokoni, zinauzwa kwa hawa watu ambao wanajenga mahoteli na kadhalika. Kwa hiyo hii yote yani ni networking ya masoko, networking ya kilimo. Kwa sababu huwezi ufanya kilimo huna soko. Na ndio maana tumesema tambua soko. Sasa sisi tunatengeneza soko. Yani Arusha yote hii 2050 yote ni soko. Yani mtu anatoka anako safiri anasema naenda sokoni. Yani akifika kwako hapa kwenye radio yetu 5 anasema nimeenda sokoni. Kwa hiyo akifika tu hapa ni biashara, akiondoka tu hapa ni biashara. Kwa hiyo wewe tayari ameshakuja sokoni, ameuza na kufanya nini? Na kununua kwenye redio yako. Na kila mtu alipo. Kwa hiyo haitakuwa hivi ilivyo. Kwa hiyo mimi nasema tu kwamba na pale wanajifunza. Utakosa mboga. Utakosa mboga kwa sababu una eneo lako dogo. Basi utalima katika kiwango kile ambacho unastahili kulima katika eneo lako. Watu wasiogope. Na soko lipo. Mimi napata changamoto sasa hivi ninavyotembelea wakulima na wafugaji manyumbani kwao, napata changamoto. Wanasema bado bidhaa inahitajika. Tuna upungufu. Kwa mfano nimemtembelea mkulima mmoja ambapo nimempeleka na mgeni Mwenge pale, mwaka huu anafuga kuku. Karibu kuku 5,000. Lakini ana upungufu wa uzalishaji wa mayai. Kwamba bado anadaiwa apeleke mayai. Manake ni kwamba soko lipo, pamoja na kuwa na kuku 5,000. Ana karibu tray 150 kila siku. Anaziuza, lakini bado demand ni kubwa. Kwa hiyo utakuta kwamba
Sasa kumbe tunahitaji watu wengi zaidi wafuge kuku. Na hiyo ni item moja tu. Nimekuta mama moja jana anafuga mpaka sungura. Watu wanapenda kubadilisha mboga. Sio kuku tu. Hata sungura wako recommended na madaktari kwamba ni nyama safi. Tofauti na ile nyama nyekundu. Nyama safi ya kuliwa. Kwa hiyo mama yule anafuga sungura, anabadilisha mboga. Watu na ana soko. Sio kama hana soko. Kwa hiyo tuna encourage watu namna hiyo waende wapate elimu hasa 88 waendelee kwa sababu soko watatambua soko, watajulishwa, lakini pia wataongeza tija. Ukiongeza tija baadaye ndio tufikia utekelezaji wa dira 2050. Umezungumza kitu kikubwa sana na naamini ya kwamba kuna ile kwamba umewatoa boriti watu wengi sana. Kipindi cha nyuma mheshimiwa mkuu wa wilaya ni kwamba watu wengi haswa vijana walikuwa hawataka kabisa kujishughulisha na kilimo na kuachia watu wazima, lakini huku tunapoelekea tunaona kwamba soko inafunguka kama ulivyosema. Masoko yanajengwa, lakini pia kuna ujaji wa wageni wengi sana katika wilaya yetu, lakini katika mkoa wetu pia. Hii ni fursa kwa vijana sasa kuanza kuingia upande wa pili. Tena vijana wengi walioamua kufanya hivyo mpaka sasa nina ushahidi ni matajiri, wanakimbilia kuwa milionea na wengine hata bilioni kwa sababu ya kujiingiza kwenye sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo kwanza haina usumbufu. Ni sekta ambayo ukijizatiti, ukijikita pale, ukaifanya, ukadhamiria, inakuinua haraka zaidi kuliko sekta nyingine. Kwa sababu hata hawa usione hivi wanapanda maua barabarani, sure, na nini, majani na nini, garden, hawana fedha. Na ndio sekta ya kilimo ile, kwa sababu utafika pale 88 utapata dawa ambayo inakupa changamoto wewe kwenye mazao ya kupanda nyasi tu. Nyasi tu. Mimi nilifika sehemu fulani hapa, fikeni hata hapa uwanja wetu wa Afcon. Uwanja wetu wa Afcon una daktari wa nyasi tu. Anashughulikia, analipwa mshahara mkubwa, lakini anatunza nyasi tu. Lakini ile nyasi inatunzwa, inapigwa dawa kama mtu, kama binadamu, inapigwa sindano kama binadamu nyasi. Ili iwe nyasi. Kwa hiyo hizo elimu zote zinatoka hapo 88, wataalamu hapo wanakona. Kwa hiyo hawa barabarani hawa wanafanya ni sekta ya kilimo. Utapata madawa pale 88 yenye kubadilisha challenge ya mdudu huyu mpya na nini. Elimu inatoka pale. Kwa hiyo mimi niseme tu, wao vijana zamani walikuwa na haki ya kukimbia kilimo, kwa sababu kilimo zamani ilikuwa ni jembe la mkono tunaita. Tena ili ulime upate kingi, ulime eneo kubwa ili upate kingi. Lakini kumbe sasa hivi unalima eneo dogo unapata kiwango kikubwa zaidi kuliko kile cha eneo kubwa. Elimu iko pale 88. Lakini pia pale 88 sasa tumetoka kwenye jembe la mkono. Kuna mikopo pale. Kuna sekta za fedha zote ziko pale. BOT wako pale, NMB wako pale, Azania Bank wako pale. Hawa wanaokopesha pembejeo moja kwa moja bila masharti yoyote wako pale. Nenda kapate elimu, nenda kapate chombo chako cha kilimo, kwa sababu unajiingiza kwenye kilimo, utapata trekta, utapata power tiller, utapata nini, utapata truck ya kusafirishia na kadhalika. Utaenda Azania Bank utakopa. Utakopa bila masharti magumu, mradi uwe na dhamana fulani ndogo tu za kawaida zenye mazingira yako. Unakopa, kijana, unafanya kazi ya kilimo. Mimi ni waencourage vijana wasiogope. Sababu hata sisi watu wazima, lakini tumeanza na kilimo mapema tu. Kwa sababu hakina usumbufu. Mimi nilikuwa nikijiwekea malengo, hata kama nimehamishwa Arusha, nitanunua chakula debe moja mwezi mmoja tu. Baadaye lazima niangalie shamba liko wapi, nilime mwenyewe hata eka moja nipate chakula. Kwa hiyo mimi chakula changu mimi natoa shambani hapo, kama ni bustani natoa hapo na weka, sinunui tena, siendi kununua debe la unga sokoni. Vitu kama hivi. Mna uhakikishaje wa kulima hawa ambao mnawapa mafunzo, kwa sababu hii ni fursa ambayo wanakuwa wanaipata katika viwanja hivi vya 88. Ni mafunzo, kila mmoja atakimbilia katika kilimo kwa sababu anaamini kwamba hiki ni kilimo chenye tija na tunaweza kukomboka kutoka huko. Mna uhakikishaje katika upande wa soko haswa la ndani? Kwa sababu kipindi cha nyuma walikuwa wakilalamika pia kwamba watu wananunua mboga kutoka nchi jirani, wanachukua kuku kutoka nchi jirani.
Vipi katika upande wa masoko? Bahati nzuri mimi ni msemaji tu. Ila ni msemaji tofauti kidogo na wale wasemaji wa Simba na Yanga. Mimi ni msemaji kwa shughuli za serikali. Kwa hiyo mimi kama msemaji nasema siendi kutoa elimu, wala tumewazuia wale wataalamu wasitoe elimu pale. Elimu wanapeana wakulima kwa wakulima. Kwa hiyo ndugu yangu mtangazaji, ukifika pale wewe kama ni mkulima utapata elimu kutoka kwa mkulima mwenzao ambaye ameendelea na masoko anayo. Kama huyu nilimtolea mfano mfugaji kuku. Ndiyo. Mfugaji kuku katuambia soko liko hapo. Nafuga hivi, nafanya hivi na hivi. Changamoto zangu ni hizi na hizi na hizi. Ninapopata changamoto zaidi ndio namuona mtaalamu ili anibadilishie dawa na kadhalika. Kwa hiyo pale wakulima wanaenda kufundishana wao kwa wao. Yaani wewe kama una interest ya kilimo, ufugaji na nini, utaenda pale utamkuta mkulima, umkuti mtaalamu, mkuti DC pale. Kwa hiyo mimi ukiniuliza maswali hapa ya kilimo, hii zao limekuaje na nini, sitakujibu kitu. Ila nakuhamasisha uende pale Nane ukapate elimu kwa mkulima mwenzako ambaye pia ana soko, anakuambia bwana, tukikazana katika sekta hii, katika eneo hili, soko litakuwa sehemu fulani. Kwa hiyo wataelezana. Na kama ni nje ya nchi, pale kuna wakulima tayari wanapeleka bidhaa zao nje ya nchi. Kwa hiyo utakuta vyama vya ushirika pale. Kwa mfano ukienda banda la Arusha jiji pale, kuna chama cha ushirika kinashughulika na kahawa tu. Kwa hiyo wale ndio watajua, watakwambia sasa soko letu liko sehemu fulani. Badala kusubiri uanze kulangua. Una kahawa umeweka ndani, unataka uuze, huna soko, unataka ulangue, kumbe unalanguliwa. Hulangui wewe, isipokuwa unalanguliwa. Yani wewe ndio unalaliwa zaidi kuliko kupitisha kwenye chama cha ushirika. Kwa hiyo pita pale utaona wezio ambao wana miaka mingi katika, wamebobea na ni walimu katika chama cha ushirika. Watakwambia ni namna gani sasa uingie kwenye chama cha ushirika, uwe na hisa kiasi gani, uishije, tunapelekaje mazao yetu nje ya nchi, na ubora na thamani ya hii zao tunaliongozaje na nini. Kwa watu wasiogope. Watu wasema ushirika yani tunabadilika. Kama tulikuwa na ushirika nyuma tulikosea namna kufanya na nini, lakini sio sasa. Sasa sayansi na teknoloji inatuwezesha kufanya vizuri zaidi kuliko tulivyokuwa tukifanya huko nyuma. Huwezi kufanya ukulima bila kuhusisha pia afya ya binadamu. Binafsi yangu ni wapongeze sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hiki ambacho kinaonekana kwa macho. Katika upande wa hospitali mmejitahidi sana kiukweli. Sasa hivi hatupati yale malalamiko, bwana nimeenda hospitali fulani kuna malalamiko haya na haya. Anapofanya ukulima na mimi kwamba pia pembeni yake kuna backup ya afya. Mmejipangaje na maendeleo yakoje? Nisije nikazungumza mimi kwa sababu upo mwenye nafasi yako ya kuweza kuzungumza katika upande wa afya. Afya ni kipaumbele kama ulivyosema. Ni kwamba tunabudi kushukuru serikali na hasa Mheshimiwa Rais kwa kuona na kuwepa kipaumbele upande wa afya. Tumemudu kufanya hivyo kwa sababu katika jiji letu kuna hospitali nyingi za kutosha binafsi, lakini pia za serikali. Za serikali hazijapungua vifaa tiba ambavyo vya kisasa kabisa, lakini pia na madawa. Na ule usumbufu uliokuwepo tunajaribu kupunguza na kusimamia ili usiwepo usumbufu. Mtu atibiwe, mtu analipa, kama alipa bima ya afya. Tumetangaza bima ya afya kwa wote, tumetangaza bima za afya mbalimbali zinafanya kazi. Na pale utu, tunasema kazi na utu. Kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais, kazi na utu. Yaani tunapofanya kazi pia tunazingatia utu. Mtu anakuja pale anaumwa, lakini amepata accident, amfanya nini? Kwanza anatibiwa. Anatibiwa alafu baadaye process zingine zinaendelea. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kaweka milango wazi na tiba. Sasa tunapohusisha na wakulima, kwanza afya moja hapo, lakini ndio anaingia kupata mawazo mazuri na utulivu, anazingatia afya. Lakini pia tuna katika afya kuna package moja tunaita ya lishe. Maana wanapoongeza thamani ya mazao haya yanayolimwa mashambani, pia wanazingatia lishe. Kwamba uchanganyaji wa vile vyakula, utumiaji wa vile vyakula unaenda sambamba na lishe ili watu wawe
ana afya bora wakati wote. Mkuu, kuna vijana ambao wanatamani kufanya kilimo na au uvuvi na hawana mtaji, na kama tunavyojua halmashauri nyingi zinatoa mikopo 10%. Kuna kijana ambaye akifika 8 anaweza kupata elimu kuhusiana na hiyo mikopo 10%. Mimi niseme hivi, ningependa hao vijana unaosema na mimi naowafikiria leo, ingewezekana niwabebe wote niwapeleke pale uwanja wa 8-8. Kama ingebidi niwapeleke pale uwanja wa 8-8, nimeshasema hili, kuna sekta zote za fedha ziko pale. Benki ziko pale, kila mmoja na namna yake, wakapata elimu bure. Wakienda pale, anafika benki hii, anafika benki hii, anafika benki hii, anafika benki hii, tena anaandika na notes kabisa, benki hii wameniambia 1 2 3. Hiyo kazi ni ya kwao wale wataalamu pale. Na watamfikia huyo maendeleo ya jamii ambaye kwa niaba ya wakurugenzi kwenye halmashauri wapo pia, watamueleza ni namna gani atakuwa na kikundi, namna gani yeye binafsi wako pale. Mimi kama nilivyosema, nimetangulia kusema kwamba mimi si mtaalamu, sio mtoaji majibu. Leo sasa hivi unapata mkopo, mkopo huu 1% ngapi? Nenda pale 8-8. Pale 8-8 kila mtu, na tumemwelekeza umpokee wageni, na mnapopokea wageni hawa bila kujali hali zao, rangi wala nini, unamwandika jina, anaandika na namba yake simu, na unaandika umemhudumia nini, ili baadaye tuje tuwa na tathmini kwamba walifika watu kadhaa, wamehudumiwa katika sekta mbalimbali, huduma za kifedha, lakini huduma za kilimo, huduma za ushauri, maoni yao na jinsi ambavyo ili tuwe na mabadiliko ya haraka kwa vijana na makundi mbalimbali. Baada ya mwaka mwingine tuweze kuboresha kwamba 8-8 inayotakiwa zaidi ni aina hii wala sio ya aina hii. Kwa hiyo lazima watu wafike ili tupate maoni yao, lakini sio kusubiri na kuogopa na kadhalika. Kwa hiyo kila kitu cha mikopo kiko pale. Na mikopo mingine fast hapo uwanjani, mtu anaweza kaibuka na mkopo leo hii akaenda akafanya kazi hata kabla ya 8-8 yenyewe hajafika. Kwa hiyo karibuni sana wananchi wote, vijana na makundi mbalimbali kwenye 8-8. Lakini pia ngomba mwape hata nafasi, kama wanaweza kupiga simu tuwasikie na wenyewe, maanake labda nyinyi unasema mbona mwandishi au hajatuulizia hili, hatuulizie swala lolote. Lakini mimi nataka kukutana nao kule, mpaka watumiaji fedha mimi nataka kukutana nao kule. Kuna watu wengine wao wanaelewa kesho baada mwingine kupata, ila wanaelewa kutumia. Basi hata matumizi yako pale, bata nini ziko pale. Sawa, kama una swali lolote karibu, unaweza kumuuliza. Kama kuna chochote ambacho unataka kukielewa, unaruhusiwa kupiga simu uweze kumuuliza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya swali lolote ambalo unajisikia kumuuliza, hasa kuhusiana na masuala ya kilimo. Namba zetu ni 0713250363, 0713250363. Kama una swali lolote karibu sana uweze kuuliza. Kama umeridhika basi tashukuru kwa sababu utakuwa umeridhika. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hali ya ulinzi na usalama ikoje? Lakini tunashukuru Mungu, hali ya ulinzi na usalama ni njema. Of course katika jiji hakuna uwezo kukosa changamoto za hapa na pale ndogo. Changamoto za pale mnazisikia kwenye vyombo vya habari na nini, lakini zile changamoto za kibinadamu zingine zinatokana na namna ambavyo tunaishi kama jamii huko mitaani na kadhalika. Lakini ile za kiusalama kabisa na nini na matishio makubwa hakuna. Tunajaribu kusikiliza wananchi wanasemaje, ili tuone kabisa Arusha yetu inazidi kutulia, na inazidi kuvutia na kupendeza watu kuja Arusha. Mwingine anaamua tu kuja Arusha kutembea. Kama mnavyofahamu, Arusha ni kitovu cha utalii. Shughuli za utalii zinafanyika kwa kiasi kikubwa kuliko sehemu nyingine yote. Kwa hiyo tunahitaji utulivu na amani zaidi, na watu wafanye shughuli zao za kuingiza fedha. Kama mnavyoona hivi, mwakilishi wetu kule
Hiyo alikuwa na Mheshimiwa Rais jana amezungumza vizuri juu ya Arusha. Sasa hile hatutaki kurudisha nyuma kusema kwamba sasa hii na nini fujo na nini, hapana. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kila mmoja analindwa, yeye na mali zake, anaishi salama na nini. Kuboreshwa kwa uwanja wa Arusha wa ndege umeongeza jambo kubwa sana katika upande wa uchumi. Kuboreshwa kwa uwanja wa ndege umeongeza tija kubwa sana, kwa sababu uwanja ule ulikuwa ukipokea ndege chache. Sasa hivi unapokea kwa siku ndege nyingi sana, lakini pia unapanuliwa zaidi ili uweze kupokea hata ndege kubwa. Maana ndege kubwa zaidi zinashuka pale Kia, lakini hapa zishuki, ni chache tu za medium zinashuka pale. Kwa hiyo tunatarajia pia katika upanuzi wake tunaweza tukapokea ndege kubwa pale. Na tunashukuru Mheshimiwa Rais ameridhia hilo la upanuzi wa ndege hiyo na miundombinu yake, ili kusudi tuweze kupokea watu wengi zaidi kupitia ndege kubwa. Kwa hiyo imeongeza uchumi kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hivi ndugu yangu mtangazaji, ni kwamba Arusha tulikuwa tunaita kuna low season na high season. Sasa hivi ni frequency tu. Kwa hiyo utakuta kwamba hawa wanabadili hawa. Kwa hiyo high season na low season ziko kwao huko. Leo joto huko Ulaya, ngoja nikatembea Arusha. Anakuja huku. Lakini ikiwa baridi kule ndo anakwenda kule kwao. Sasa ndio low season. Sisi wa huku tena dunia nyingine inakuja huku. Kwa hiyo tunaunganisha. Hili ni jambo jema. Mimi ni ombe tu wananchi wazidi kuwa watu wa kupenda amani na utulivu katika jiji la Arusha. Tunataka tuitengeneze jiji la Arusha kwa jiji bora sana ndani ya nchi yetu ya Tanzania zaidi ya wengine. Tufanye kama competition fulani hivi. Tumepata fursa kubwa ya uwepo wa AFCON 2027. Ni wakati sahihi wa kujipanga na kuona yale madhaifu yetu na makosa yetu ambayo tulikuwa tukifanya huko nyuma tusiyafanye tena. Kama vile kumaintain hali ya usafi. Lazima watu tuwe na tabia ya usafi. Sasa tunakuta mtu anakula chungwa au anakula hindi, anatupa kibunzi njiani. Huyu tumuone kama sio kawaida. Kila mmoja ambaye anapishana naye ajaribu kumwangalia mara 2-3. Huyu jamaa vipi lakini? Yani ajaribu kumshtukia, afu yeye akiona anaangaliwa hivi naye anaona aibu. Afu next time hatupi bunzi lile. Kama ilivyo sigara sasa hivi. Ndugu yangu, hata kama umevuta sigara uweze kuvuta mbele yangu au mbele ya kadamnasi na nini. Hii tumezoea, imekuja automatic baada ya kusemwa sana, lakini baadaye watu wakaona hapana. Kumbe ninapovuta sigara, mwingine hapendi kuvuta sigara, basi nijitenge nende smoking chamber kavute. Kwa hiyo tumeshawaambia wataalamu wetu wa jiji kwamba kila sehemu iwe na dustbin. Itakuwa na dustbin, lakini pia itakuwa na stendi ndogo za kusimamia basi au stop basi stop ambayo ziko barabarani. Baada ya barabara yetu kuipanua na kuijenga. Kwa hiyo tutakuwa na stopping. Kwa hiyo ukifika pale unaweza kufika smoking chamber, unavuta sigara au unakuta dustbin unaitupa pale. Utatembea mita chache tu, hata kama unatembea. Mnaona tunatengeneza hata zile barabara za pevu pembeni. Zile ndio za kutembelea. Sasa tumetengeneza barabara za kutembelea, mwingine anaona ndio fursa sasa akatandike pale makoti, akatandike pale viatu. Sasa huyu naye tumuone wa ajabu. Usio umeweka barabara ya kupita sisi waungwana kabisa. Kwa nini wewe unaweka makoti hapa? Unawekewa soko. Unaweka sio soko tu, unaweka pale afanye biashara. Hapana, sio sahihi. Yani lazima kichwani huku uone kwamba we hauko sahihi. Mara zingine mimi naona nimewakataza hata askari wangu kusiwe na purukushani. Kusiwe na purukushani. Kwamba mtu katandika makoti barabarani, kwenye barabara ya lami, kwenye pavement zilizowekwa na serikali, ili watu wenye ustaarabu waende duka hadi duka wakanunue. Huyu katandika. Hebu jaribuni kumfikiria kwamba yuko sawa.
si ajabu hayuko sawa. Na mara nyingi unakuta hayuko sawa. Kwa kweli nitumie lugha hiyo, ingawa sio nzuri sana, lakini niseme wenzangu wale wanaofanya biashara sehemu ambazo hawakupangwa ni watu ambao hawako sawa. Ninahitaji kutafuta dawa nyingine, sio kuwakamata. Kupima akili kama iko sawa sawa, kwa sababu kwa sababu sio jambo la kawaida wewe mahali pasafi ndio unaenda kutandika biashara zako. Hapana matumizi yake. Nenda kwenye matumizi sahihi. Na nimeshahakikishiwa na mkurugenzi kwamba maeneo ya kufanyia biashara yapo. Wanadai ni mbali. Hapana. Sasa hivi kwa mfano, ndugu yangu mtangazaji, weka ushahidi na kumbukumbu. Kule Bondeni City tunatengeneza stendi ya mabasi. Mabasi tukisha ya shift tu, yakifika Usariva yanapita bypass, hayaingii huko. Tayari mji huko kule. Umehamia kule. Sasa kule kuna soko mkurugenzi kaweka. Sasa hivi nenda kapige picha, halina mtu hata mmoja. Na Limekamilika, soko lipo la machinga, limekamilika. Sasa watu hawataki kuangalia mbele kwamba kutakuwa na nini, wakakimbilia zile fursa na kupata yale maeneo. Wako huko wameng'ang'ania na wanaona upepo unakokwenda. Upepo unakokwenda kwamba tunahamisha stendi hii na kwenda kule. Na tukihamisha ni just a second, kwa sababu tunafunga basi kubwa zina kuingia huku, zinaingia vitaksi sijui ni nini. Na gari, na bahati nzuri zaidi kuna parking hata za hizi ice daladala hizi tunaita ziko. Kwa hiyo zinashusha hii stendi yetu kubwa, mnaita kubwa sasa hivi hapa, itakuwa stendi ya daladala. Inatoa hapa, yani ndio kituo cha kupanda, watu wanaenda kupanda mabasi kutoka huku, watapanda pale wanakwenda kule. Kule na sehemu zingine Mrombo wapi zinakusanyika zinakwenda kule. Hapa tena hatutakuwa na foleni. Kwa hiyo watu baada kuwahi kule ndio kwenye fursa na kuweka kule, wanang'ang'ania hapa. Hasa ndugu zangu wa machinga wanaotembea. Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo lazima tuwe na nidhamu hiyo, tujifunze hiyo na tukubali. Mara nyingi mtu ukikubali kukifanya kile kitu unachokifanya, kwa kweli utapata riziki yako vizuri tu. Kuliko kung'ang'ania, kufanya nini, kugombana, kufanya nini, hii haina maana. Dira 2050 naamini kwamba si ya mkuu wa wilaya peke yake wala mkuu wa mkoa wala waziri fulani. Hii ni dira ya Watanzania wote. Kwenye wilaya yako naamini kwamba kuna watu ambao wana uwezo mkubwa sana na idea nyingi za maendeleo kuelekea dira 2050. Namna gani wanaweza kushiriki kuwasilisha mawazo yao kwa ajili ya maendeleo ya wilaya Arusha na mkoa kwa ujumla na nchi kwa ujumla? Nishukuru kwa swali zuri hilo. Ni kwamba ni kweli. Kwanza Arusha ina watu ambao kama ni wafanya biashara wako walioendelea, wafanya vizuri sana, na michango yao kwa serikali ni mikubwa. Hatuna budi kuwashukuru. Wanashirikiana vizuri na serikali kuhakikisha kwamba wanatulia na wafanya biashara zao vizuri. Lakini pia wanachangia kuelekea dira ya 2050 kwa malengo yao wao binafsi, lakini pia malengo ya serikali kwa ujumla. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameamua kukutana na makundi mbalimbali. Wafanya wachimba madini akutana nao, wafanya biashara wengine anakutana nao, wazee amekutana nao na anaweza kupanga nao, nampa ushauri na nini, lakini vijana anakutana nao. Kila kundi linalohusika anakutana nao. Hali kadhalika hata sisi katika maeneo yetu, wasaidizi wake, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi huwa nakutana na makundi haya kuhakikisha wanataka nini na mipango yao iweje. Mimi makundi yangu yalioko katika eneo langu ni kama hao, lakini inawezekana sio kwa kiasi kikubwa. Kwa level yangu sio hao. Wanaweza kawa bodaboda. Ninathamini sana watu wa bodaboda. Ninathamini sana makundi ya wasanii na kadhalika. Hawa level yangu na mimi nakaa nao, madereva daladala na nini. Hayo ndio makundi yao. Tufanye nini, kifanyike nini na nini ili kufikia malengo haya. Kwa hiyo kila mmoja kwa wakati wake anafikia nao, lakini wote tumeamua. Kwa hiyo katika tukifikia kwenye kukaa na makundi, nina maana kwamba tunaweza tukasikiliza maoni yao vizuri.
Lakini yako yale maoni ya moja kwa moja. Maoni ya moja kwa moja yapo kwa sababu simu zetu huwa ni wazi, zinapatikana. Kwa hiyo tunapopatikana tunashauriwa na tunashaurika, tunaenda kufanya kazi. Hasa masuala ya kiusalama, lakini masuala tuishije, tufanye nini, nini kinatakiwa. Na wengi wamefanikiwa. Kwa wale ambao hawako sio waoga katika kuuliza, katika kutoa maoni yao na kuomba, wanafanikiwa sana. Tunavyo vikundi vingi kwa takwimu ambavyo vya vijana lakini mama wamefanikiwa, na mnawakuta pale 88. Sasa hivi tunaona vijana wengi wamepata ajira kwa sababu ya hiki ambacho kinaendelea katika wilaya, lakini katika mkoa wetu tunaona katika viwanja mbalimbali maandalizi ya kuelekea katika AFCON, vijana wengi wamepata ajira. Kwa hiyo hata ule usumbufu wa mizinga barabarani kiukweli mmetupunguzia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kuna baadhi ya vijana pia bado hawaoni kwamba serikali imetoa fursa. Unawaambia nini hao vijana ambao bado wamebweteka, wanasubiri semio nitoke hapa kwenye kipindi, nirushie kaki na vitu kama hivyo? Sasa mimi niseme tu vijana wasichelewe, lakini kama wapo waliobakia, basi hiyo inabaki kuwa tabia. Sasa tabia waliojijengea ndio hiyo. Sasa wao wasumbufu, nadhani mnaweza kutafuta namna tu ya kuwashauri vizuri namna ya kuacha tabia hiyo, ili iwawape fursa zaidi watu wengine wakafanya kazi zao vizuri. Ninafurahiwa sana na vijana wanaochangamkia kuomba fursa kufanya nini. Mfano, kuna vijana fulani hao rafiki zangu, kwa majina kidogo kwa sababu nina vijana wengi, majina sahau kidogo, lakini wako hapa uwanja wa 88. Tena wako kwa muda kwa sababu wanatafuta eneo lao, na nitahakikishia na watafutia eneo zuri la kufanya biashara zao. Wanauza uji tu. I see. Wanauza uji, lakini baada ya kuuza uji wame advance, wamenunua mashine ya kukaushia chakula ambacho wanakibadilisha, wanakiongezea thamani. Hicho ndio wanatengenezea uji, na biashara yao ya kuuza uji haijaisha. Wameongeza mashine nyingi, wako hapa 88. Wao vijana tumetoka nao mbali, niseme, na hata wenyewe mwende mkawasikilize au mkafuate mkawahoji ni kweli ninachozungumza, watakwambia ni kweli. Kwa sababu wametoka mbali, wameuza uji pale. Nilikuwa na wakati huo ninafika, Mheshimiwa Christian Paul Makonda, yeye alinipokea akiwa mkuu wa mkoa. Baada ya kunipokea pale, tukawa tunatembea naye mitaani, kaniambia hebu onja uji. Nikaonja. Paulo Makonda, mbona uji mtamu sana? Nasema ongeza. Nikamwambia hela sina kuongeza. Lakini natamani basi wewe kunywa mpaka ulewe. Basi nikanywa ule uji. Baada ya kunywa nikasema vijana hao toka hapa bwana, wao wanauza, hebu waangalie kidogo, wakifika kwako wasikilize. Sasa mwenzangu sababu yuko busy, yeye akaendelea, akaniachia wale vijana. Niachia wale vijana, nikawa natamani hiyo wafike mwisho. Kwa hiyo bado niko nao na ni vijana wangu. Hao ni moja ya kundi tu ambalo na wazungumzia. Kwa nini nazungumza hivi? Vijana wasiogope kuwafikia viongozi. Watawashauri vizuri, lakini tu wawe na tabia ya kunyooka. Kwa hiyo wafike pale, kama vipi wewe tafuta muda, nenda kauliza hao vijana. Ukauliza wale vijana, watazungumza, kahoji tu, watazungumza walikotoka na kwenda na malengo yao. Hawa kweli ndio naona vijana ambao kweli wanaenda kutekeleza dira ya 2050. Na 2050 nataka hawa wawe watu wengine. Vijana wengine hata bodaboda hawa kwangu mimi wanaenda vizuri mno. Wanaenda vizuri mno kwa sababu wanakopa wanapohitaji na nini. Nikawashauri, nikasema jamani, mimi nataka hapa kwenye bodaboda mnaweza mkaja mkatoka, si ndio? Sema tunatoka, sasa tunatokaje hapa? Sema mnanunua mabasi bwana. Yani kama mpo vizuri, hebu kopeni basi. Wanajiandaa hapo, wanajidhatiti, naweka taratibu zao za katiba vizuri ili waende wakakope mabasi. Mabasi ya mwendo kasi hapa, kuchukua watu, kuchukua watalii kwenda kufanya nini, kupeleka watalii huko na nini, peleka watu AFCON na nini. Watafikia.
na wengine wengi tu. Wao vijana wasiogope. Ninao wengi sana, lakini wengine waliojificha ambao wanaona hapa si nini kazi yao kusema tu serikali na nini. Hapana, serikali ndio sisi. Ninafika hapa nilizungumze na wao. Sifika hapa sio tunazungumza mimi na mwandishi wa habari tu. Hapana, tunazungumza na wao. Wafikie viongozi. Na kiongozi akisema kwamba nenda pale utapata elimu mbadala, utatoka, manake ndio hiyo. Kwa hiyo nawasisitiza kwenda 8-8. Okay. Uwanja huu watumie hizi siku zilizobakia mpaka tarehe 9 kufika pale ili kusudi kuweza kupata mabadiliko. Kuna alikuwa anapiga simu muda mrefu, tafadhali naomba urejee kama una lolote, karibu pige simu. Mwana ni muda mrefu, mwenye 62 mwisho nimeona namba yako ikiwa inapiga mara kwa mara. Kwa hiyo karibu sana. Tunakusubiri wewe uweze kupiga simu kama una swali au lolote kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya ili uweze kuuliza. Sio siku zote mnakuwa mnamuuliza tuseme Sonyo. Mimi sina majibu ya serikali. Mimi kazi yangu ni kuconnect tu. Haya amekuja hapa sasa, kama una swali lolote karibu uweze kuuliza. Na yale mengine ambayo mlikuwa mnaniuliza mimi, mimi sina majibu. Mwenye majibu huyu hapa. Kwa hiyo karibu sana. Alikuwa akipiga simu muda mrefu kweli yani. Sasa nimemruhusu sasa, simuoni tena. Mbona ni 0713250363. Tumsikilize huyu kwanza. Kuna mtu anachekesha na message analeta masuala ya Yanga na Simba hapo kwa mheshimiwa Mkude. Katika line, hello. Habari za asubuhi, tunazungumza na nani kutoka wapi? Tunazungumza na nani? Bahati. Yes, tunazungumza na nani kutoka wapi? Karibu sana. Tunakusikiliza, mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko hapa kusikiliza. Unasema? Mnakosa mikopo? Wewe uko wapi umesema? Wapi? Tengeru. Haya. Tengeru. Endelea kusikiliza. Okay, sawa. Msikiliza majibu basi unajibiwa. Ndio. Ndugu yangu huyu kutoka Tengeru. Tengeru iko hapa Arumeru. Mimi nimwambie kwamba maonyesho ya 8-8 ni kwamba ni maonyesho ya kanda ya kaskazini yenye mikoa 3: Manyara, Kilimanjaro na Arusha. Na halmashauri zake zote za miji na majiji wako hapa. Wataalamu wake wote, wakurugenzi wako pale. Majibu yanapatikana 8-8. Tengeru sio mbali. Afike pale 8-8. Tena aanze sasa hivi, kwa sababu watu wana tabia ya kusubiri 8-8 kesho kutwa. Siku ya 8-8 ndio wanaenda kujaa pale. Hawezi kupata huduma iliyo sahihi. Kuanzia muda huu. Okay. Ni mshauri ndugu yangu asafiri aende hapo 8-8 muda huu, aende banda la Tengeru wilaya ya Arumeru akasikilizwe. Asipopata majibu yake pale, anipigie simu anitafute kupitia ofisi ya TASO kwamba mkuu, ulichosema mbona sicho, nilichokikuta nitamsaidia. Sawa. Kwa sababu ya muda, mheshimiwa mkuu wa wilaya, binafsi ninachokiamini kama Senior Sonya, Flora ameamua kutupigia jingo. Tunakushukuru sana kwa jingo ambao umetupigia. Binafsi ninachokiamini ya kwamba ni kila jambo la wakati wake. Panapokuwa na fursa ni wakati wa fursa, lakini nisingekuwa mtu wa maana kama ningekuachia uondoke hapa bila kuzungumzia swala la amani pamoja na usalama, kwa sababu tunaamini kwamba amani na usalama ni tunu kubwa sana katika taifa letu. Mheshimiwa Rais tunamuona anazungumza, makamu wa rais anazungumza, waziri mkuu anazungumza, viongozi mbalimbali wanazungumza. Wewe mwenyewe tunakuona kila mara ukizungumza kuhusiana na amani na utulivu wa nchi, kwamba ni moja kati ya dira ambayo inatupeleka katika. Jana Mheshimiwa Rais alizungumza pia kwamba
hatuwezi kufika katika dira 2050 pasi na kuitunza hii amani tulionayo. Unalipi la kuzungumza kuhusiana na hili haswa katika wilaya yako? Mimi ni wahakikishie tu kwamba amani na utulivu ni jambo ambalo tunalihitaji sana, tena kuliko wakati mwingine wote. Wakati mwingine wote kwa maana ya maendeleo. Unapotafuta maendeleo au kuendelea, kwanza lazima amani na utulivu ni jambo la kulitanguliza mbele. Sure. Ili kutoa nafasi na fursa kubwa ya watu kufanya kazi zao bila kugubuziwa, bila kuwa na hofu. Kwa hiyo ni wahakikishie kwa upande wangu na vyombo vyote vya usalama, tuko vizuri kuhakikisha kwamba kila mmoja tunatamani afanye shughuli zake kwa amani na utulivu. Lakini pia na sisi tuwe na mapokeo mazuri ya maelekezo ya viongozi pale tunapohitajika kufanya jambo fulani, tulifanye kwa wakati na kwa utulivu na amani. Kila mmoja awe mlinzi wa amani na utulivu katika sehemu alipo. Ningemalizia kusema tunakushukuru sana, na tunategemea muda na wakati wote pia, kwa sababu sasa hivi naamini kwamba wilaya yako imefunguka. Tutakuwa na mara kwa mara Radio 5 kwa ajili ya kuja kutoa taarifa kwa wananchi wako. Asante sana. Nawashukuru sana ndugu watangazaji. Asante sana. Asanteni sana. Basa, kwa sababu ya muda ni time ya burudani. Nyuma ya kamera alikuwepo Linus Dennis, Flora, mimi naitwa Semio Sonyo. Si bado tupo kazini kwa ajili ya taarifa mbalimbali. Tutaendelea kukupa taarifa kadiri muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, wewe kwa pembezoni mwa redio yako ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa kwetu. Basa, burudani then mishemishe itafuata.